katika vijiji 187 vya wilaya 22 katika mikoa 18. Mipango hii imewezesha ardhi iliyotengwa kwa ajili ya malisho kufikia jumla ya hekta milioni 3.69 kwa mwaka 2025-26 kutoka hekta milioni 3.49 mwaka 2024-25. Aidha, hadi kufikia Aprili 2026, hekta milioni 1.35 katika vijiji 365 zimepimwa na kutangazwa. Hekta 216,971.56 katika vijiji 114 zimefanyiwa upembuzi na uhakiki kwa ajili ya kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, uzalishaji wa mbegu za malisho hapa nchini umeongezeka kwa asilimia 85.5 kutoka tani 222.54 mwaka 2024-25 hadi tani 411.25 mwaka 2025-26 kwenye mashamba ya serikali na binafsi yenye thamani ya shilingi bilioni 1.78. Aidha, uhifadhi wa malisho umeongezeka kwa asilimia 128.49 kutoka tani 14,185 mwaka 2024-25 hadi tani 32,411.31 mwaka 2025-26 yenye thamani ya shilingi bilioni 8.03. Udhibiti wa migogoro baina ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara imeendelea kuimarisha mikakati ya udhibiti wa migogoro baina ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi kwa kushirikiana na mamlaka za serikali za mitaa. Katika mwaka 2025-26, serikali imewatambua jumla ya wafugaji 3,021 katika halmashauri za Mvomero, Gairo, Kilombero, Kilosa, Malinyi, Ulanga, Mlele, Sikonge, Kaliua, Urambo, Bahi, Kibaha, Mbarali, Magu na Sengerema. Hatua hizo zinalenga kuwapatia wafugaji elimu ya umiliki wa ardhi, matumizi endelevu ya rasilimali za malisho na kuhamasisha upangaji wa ardhi ya malisho. Ushirikishwaji wa wadau katika uendelezaji wa maeneo ya malisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara kwa kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali la watu na wanyamapori imewezesha uendelezaji wa ekari 12,085 katika vijiji 26 kwa kuondoa vichaka, mimea vamizi na kudhibiti mmomonyoko wa udongo kwa kufukia makorongo yenye urefu wa kilomita 173 katika kongani za malisho za Leleki, Muriamunyi, Muriatata katika wilaya za Longido, Sepeko katika wilaya ya Monduli na Mwada Ngaiti katika wilaya ya Bariadi. Vilevile, wizara kupitia programu ya Sustainable Nature Based Livelihoods imewezesha uandaaji wa mipango ya matumizi bora ya ardhi ya vijiji ambapo vijiji 44 vya wilaya za Simanjiro, Longido na Mbulu vimeandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi na kutenga maeneo 53 ya malisho yenye jumla ya hekta 790,865.54 ambazo zimepatiwa hati miliki za kimila kwa lengo la kuimarisha umiliki na usimamizi wa maeneo hayo, hivyo kuchangia kuongezeka kwa upatikanaji wa malisho. Taarifa zaidi inapatikana katika ukurasa wa 40 hadi 44 wa kitabu cha hotuba. Uendelezaji wa rasilimali za vyakula vya mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 25-26 jumla ya maeneo 949 ya kuzalisha, kuuza na kuhifadhi rasilimali za vyakula vya mifugo yamekaguliwa na kupatiwa vibali. Aidha, jumla ya maeneo mapya 57 katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Pwani, Mbeya, Shinyanga, Dodoma, Kagera, Kilimanjaro, Tanga, Rukwa na Mwanza ya kuzalisha vyakula vya mifugo yamesajiliwa. Usajili huu umeongeza maeneo ya kuzalisha vyakula vya mifugo kutoka maeneo 279 mwaka 2024-25 hadi maeneo 336 mwaka 25-26. Mheshimiwa Spika, Mwenyekiti, katika mwaka 2025-26 uzalishaji wa vyakula vya mifugo umeongezeka hadi tani 898,750 zenye thamani ya shilingi trilioni 1.44 ikiwa ni ongezeko la asilimia 24.69 ikilinganishwa na tani 720,000 mwaka 2024-25 zenye thamani ya shilingi trilioni 1.15. Taarifa zaidi inapatikana katika ukurasa wa 45 hadi 46 wa kitabu cha hotuba. Utafiti, mafunzo na huduma za ugani. Utafiti wa mifugo na uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Katika mwaka wa 2025-26 jumla ya miradi 51 ya utafiti inayohusu uboreshaji wa mbari za mifugo, nyanda za malisho na wingi wa mtawanyiko wa samaki katika eneo la Ziwa Tanganyika na ukanda maalum wa uchumi wa bahari imeratibiwa. Vile taasisi za TARIRI na TAFIRI zimesambaza teknolojia 19 zilizoibuliwa kutokana na utafiti uliofanyika kwa lengo la kuwafikia wadau katika mnyororo wa thamani wa sekta za mifugo na uvuvi. Mafunzo ya mifugo na uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-26 Wakala wa Elimu na Mafunzo ya Mifugo na Uvuvi, yaani LITA na FETA, imeongeza udahili kutoka wanafunzi 6,013 mwaka 2024-25 hadi wanafunzi 6,088 mwaka 25-26. Aidha, wizara kupitia wakala hizo inaendelea na zoezi la kuhuisha mitaala mbalimbali ikiwemo mtaala wa mafunzo ya usimamizi wa bandari za uvuvi na lojistiki na mtaala wa teknolojia ya uzalishaji wa kuku. Huduma za ugani. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha huduma za ugani nchini, wizara imetoa mafunzo rejea kwa maafisa ugani wa mifugo na uvuvi 1123 kutoka katika halmashauri 184 kuhusu usimamizi wa sheria za mifugo na uvuvi, kuhusu pia uanzishwaji wa mashamba ya malisho ya mifugo, mbinu bora za ukuzaji viumbe maji, usimamizi endelevu wa rasilimali za uvuvi na matumizi ya mifumo ya tehama. Mafunzo hayo ni mwendelezo wa kuwapatia mafunzo rejea maafisa ugani nchini, ambapo jumla ya maafisa ugani 2781 kati ya 5006 waliopo wamepatiwa mafunzo rejea. Taarifa zaidi inapatikana katika ukurasa wa 46 hadi 50 wa kitabu cha hotuba. Mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora, yani BBT. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara inaendelea na utekelezaji wa programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora, yani BBT, ambapo serikali imetoa shilingi bilioni 7 ili kuwawezesha vijana 308 kuwekeza katika miradi ya ufugaji samaki kwenye vizimba, kilimo cha mwani, ufugaji wa majongoo bahari na unenepeshaji wa kaa nchini. Aidha, wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 23.69 zilizotolewa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya kuwawezesha vijana kupata mikopo yenye masharti nafuu ya kuwekeza katika sekta za mifugo na uvuvi. Na fedha hizi zilitolewa kutokana na ahadi ya Mheshimiwa Rais ya siku 100 za uongozi wake. Hadi Aprili 2026, wizara imepokea na inaendelea kuchambua jumla ya maombi 1004 ya vijana wanaohitaji kujiajiri katika minyororo ya thamani ya sekta za mifugo na uvuvi kupitia fedha hizi. Na fedha hizi zinasimamiwa na benki yetu ya kilimo ya TADB. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara pia imeanza kutekeleza mradi wa BBT wa miaka 5 katika kituo chake cha taasisi ya TARIRI Kongwa. Mradi huu unalenga kuwawezesha vijana na wanawake kujiajiri kupitia mnyororo wa thamani wa mazao ya mifugo, hususan unenepeshaji wa mbuzi kibiashara, uzalishaji wa malisho kwa kutumia teknolojia ya umwagiliaji, pamoja na uchakataji wa vyakula vya mifugo kibiashara. Taarifa zaidi inapatikana katika ukurasa wa 50 hadi 52 wa kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu upatikanaji na usambazaji wa chanjo za magonjwa 13 ya kipaumbele. Katika kuimarisha upatikanaji wa chanjo za magonjwa yanayoathiri afya ya mifugo na biashara za kikanda na kimataifa, pamoja na magonjwa yanayotoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, upatikanaji wa usambazaji wa chanjo nchini umeongezeka kutoka dozi milioni 728.15 mwaka 2024-25 hadi dozi milioni 750.33 Aprili 2026. Aidha, uzalishaji wa chanjo ndani ya nchi yetu umeongezeka kutoka dozi milioni 153.95 mwaka 2024-25 hadi dozi milioni 200.92 Aprili 2026. Ongezeko hilo limechangiwa na hatua mbalimbali za kuhamasisha wafugaji kuchanja mifugo yao. Utekelezaji wa kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuiwezesha Tanzania kufikia vigezo vya kimataifa katika biashara ya mifugo na mazao ya mifugo katika mwaka 2025-26, serikali imeendelea kusimamia kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa iliyozinduliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia kampeni hiyo, wizara imenunua na kusambaza jumla ya dozi milioni 19.10 za chanjo ya homa ya mapafu ya ng'ombe, sokota ya mbuzi na kondoo, dozi milioni 17.22 na mdondo wa kuku dozi milioni 40.00. Pia kampeni hiyo imewezesha kufunguka kwa soko la nyama
vifaranga vya kuku wa mayai katika nchi za Qatar, Ushelisheli, Sierra Leone, Cote d'Ivoire na China. Taarifa zaidi inapatikana katika ukurasa wa 52 hadi 56 wa kitabu cha hotuba. Uzalishaji wa samaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka 2025-26 uzalishaji wa samaki umeongezeka kwa asilimia 7.4 kufikia tani 526,763.40 zenye thamani ya shilingi trilioni 4.90 ikilinganishwa na tani 490,372.83 zenye thamani ya shilingi trilioni 3.12 zilizovunwa katika kipindi kama hiki mwaka 2024-25. Hata hivyo, uzalishaji huu bado haukidhi mahitaji ya samaki ambayo ni wastani wa tani milioni 1.25 kwa mwaka. Serikali inaendelea na hatua mbalimbali ili kukidhi mahitaji ya samaki nchini, zikiwemo kudhibiti uvuvi usiozingatia sheria, kuhamasisha uwekezaji katika uvuvi wa bahari kuu, kuhamasisha na kuwekeza katika shughuli za viumbe maji pamoja na kuimarisha ulinzi wa rasilimali za uvuvi katika maji ya asili. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania imeendelea kuwa kinara wa uzalishaji wa mwani barani Afrika ambapo hadi Aprili 2026 tani 132,479.29 za mwani zenye thamani ya shilingi bilioni 13.91 zimezalishwa ikilinganishwa na tani 88,615.2 zenye thamani ya shilingi bilioni 9.30 zilizozalishwa katika kipindi kama hiki mwaka 2024-25, sawa na ongezeko la asilimia 49.5. Ongezeko hili linatokana na hatua za serikali za kuhamasisha uzalishaji kwa kuwapatia wakulima wa mwani mafunzo, pembejeo, kuhamasisha matumizi ya bidhaa zitokanazo na mwani na kuimarika kwa masoko. Biashara ya mazao ya uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 25-26 biashara ya mazao ya uvuvi katika soko la ndani imeendelea kuimarika ambapo hadi mwezi Aprili 2026 jumla ya tani 439,673.63 zenye thamani ya shilingi bilioni 4.20 ziliuzwa katika soko la ndani ikilinganishwa na tani 422,139.10 zenye thamani ya shilingi bilioni 2.83 zilizouzwa mwaka 2024-25. Kuimarika kwa biashara ya samaki katika soko la ndani kumetokana na kuimarika kwa miundombinu ya ubaridi ya kuhifadhi mazao ya uvuvi na miundombinu ya usafirishaji wa mazao ya uvuvi. Usimamizi shirikishi wa rasilimali za uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha usimamizi wa rasilimali za uvuvi kwa lengo la kudhibiti uvuvi na biashara ya mazao ya uvuvi isiyozingatia sheria, Wizara imefanya doria zenye siku kazi 4,202 sawa na asilimia 50.02 ya siku kazi 8,400 zilizopangwa kwa mwaka 2025-26. Matokeo ya doria hizo yaliwezesha kukamatwa kwa zana mbalimbali zisizoruhusiwa kisheria ikiwemo nyavu za timba 4,768, nyavu za makila 2,167, nyavu za dagaa 4,075, nyavu za kokoro 9,048 ikiwemo kokoro la mita 700 yaani viwanja 7 vya Benjamin Mkapa lililokamatwa katika halmashauri ya Uvinza mkoani Kigoma. Vilevile watuhumiwa 1,047 waliokuwa wakifanya shughuli za uvuvi kinyume cha sheria walikamatwa na kufikishwa katika vyombo vya sheria. Kokoro hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, lilivutwa kwa masaa 6 baada ya wananchi kula ugali wa kutosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara imeendelea kuimarisha vituo vya ulinzi na usimamizi wa rasilimali kwa kuvipatia boti 10 na pikipiki 40 kwa ajili ya kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za uvuvi. Aidha, wizara inaendelea kuwezesha upatikanaji wa ndege nyuki 2, gari 3 na pikipiki 14 kwa ajili ya kuimarisha shughuli za ulinzi wa rasilimali za uvuvi katika maziwa makuu na bahari ya Hindi. Ukaguzi wa mazao ya uvuvi yanayosafirishwa ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 25-26 wizara imeendelea kuimarisha udhibiti wa ubora na usalama wa mazao ya uvuvi kwa kufanya ukaguzi kwenye maeneo ya uzalishaji, masoko na vituo vya mipakani vya kusafirisha mazao nje ya nchi. Taarifa ya kina inapatikana katika ukurasa wa 64 hadi 66 wa kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka 2025-26 jumla ya vibali 245 vimetolewa vikijumuisha vibali 94
kuingiza chakula cha samaki kutoka nje ya nchi, vibali 76 vya kusafirisha mwani mkavu nje ya nchi, vibali 75 vya ukuzaji viumbe maji kibiashara. Aidha, leseni 9 za kusafirisha mwani kwenda nje ya nchi zimetolewa. Ukuzaji viumbe maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi Aprili 2026 uzalishaji wa vifaranga vya samaki umeongezeka kwa asilimia 63.6 kufikia milioni 202.67 ikilinganishwa na vifaranga milioni 123.88 vilivyozalishwa mwaka 24-25. Ongezeko hili limechangiwa na kuongezeka kwa idadi ya vitotoleshi kutoka 49 hadi 66. Aidha, matumizi ya chakula bora cha samaki yameongezeka kwa asilimia 34.7 kufikia tani 20,510.69 kutoka tani 15,226.67 za mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-26 jumla ya wananchi 21,910 wamepatiwa mafunzo kuhusu mbinu bora za ufugaji samaki ikilinganishwa na wananchi 11,216 kwa mwaka 2024-25 sawa na ongezeko la asilimia 95.3. Pia wakulima 5,595 wa mwani wamepatiwa mafunzo ikilinganishwa na wakulima 2,263 mwaka 2024-25 sawa na ongezeko la asilimia 118.8. Vilevile ujenzi wa mabwawa na vizimba umeongezeka ambapo hadi Aprili 2026 yamefikia mabwawa 35,720 na vizimba 3,343 ikilinganishwa na mabwawa 34,642 na vizimba 1,636 kwa mwaka 2024-25 sawa na ongezeko la asilimia 3.1 na asilimia 104.3 mtawalia. Na hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, niipongeze serikali kupitia Mheshimiwa Rais kwa mchango wake na fedha alizozitoa kuhamasisha ufugaji wa samaki kwa vizimba. Vilevile, wizara imeendelea kuhamasisha matumizi ya teknolojia za kisasa katika ufugaji wa samaki ambapo hadi Aprili 2026 jumla ya matanki 353 yanayotumia mifumo ya kurejeleza maji yamesanikishwa katika maeneo mbalimbali nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-26 wizara imeendelea kupandikiza samaki katika maji ya asili ili kuongeza upatikanaji wa samaki kwa lengo la kuhakikisha usalama wa chakula na lishe kwa wananchi. Hadi Aprili 2026 wizara imepandikiza vifaranga 844,000 vya samaki katika ziwa Ikimba lililopo wilaya ya Bukoba, bwawa la Haubi lililopo wilaya ya Kondoa Dodoma na bwawa la Gereza la Kwamngumi lililoko Korogwe Tanga. Taarifa zaidi inapatikana katika ukurasa wa 58 hadi 70 wa kitabu cha hotuba. Taasisi za mifugo na uvuvi. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia taasisi za mifugo za TALIRI, LITA, TVLA, NARCO, TMB, TDB, NAIC na TVLA imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa katika kuimarisha sekta ya mifugo na kuongeza mchango wake katika pato la taifa. Taarifa zaidi kuhusu utendaji na utekelezaji wa taasisi hizi upo katika ukurasa wa 70 hadi 88 wa kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia taasisi za uvuvi za TAFIRI, FETA, MPRU, NLQC, maabara ya uvuvi na DSFA pia zimeendelea kutekeleza majukumu yake kwa mafanikio makubwa katika kuimarisha sekta ya uvuvi na kuongeza kipato kwa wananchi pamoja na pato la taifa. Taarifa ya kina ya utekelezaji wa taarifa hizi nilizozitaja upo katika ukurasa wa 88 hadi 100 wa kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha shirika la uvuvi Tanzania, wizara kupitia ufadhili wa programu ya kuendeleza uchumi na jamii ya Japani imekabidhiwa meli ya kisasa Tafiko FV.01 ya uvuvi wa bahari kuu ambayo ilizinduliwa kwa kishindo na Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 25 Aprili 2026. Na kwa wale waliofuatilia, shughuli haikuwa ndogo. Meli hiyo itaendeshwa kwa utaratibu wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, yani PPP.
Aidha, upatikanaji wa meli hii ni mojawapo ya hatua ya kimkakati katika kuimarisha Tafiko na uvuvi wa Bahari Kuu. Vilevile, serikali inaendelea kuimarisha Tafiko kwa kuipatia vitendea kazi na miundombinu ya kisasa. Taarifa zaidi inapatikana katika ukurasa wa 91 hadi 100 ya kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tafiko ilikuwa tayari imelala usingizi fofofo, sasa hivi imezinduka na inaamka. Miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-26 Wizara kupitia mradi wa ASDP2 imeendelea kusimamia utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa bandari ya uvuvi Kilwa Masoko yenye thamani ya shilingi bilioni 280.59 ambapo hadi Aprili 2026 ujenzi huu umefikia asilimia 97 na fedha zote hizi ni fedha za Watanzania, ni fedha za ndani. Kukamilika kwa bandari hiyo kutatoa ajira za moja kwa moja 300 na ajira 1000 katika mnyororo wa thamani. Aidha, wizara inaendelea na ujenzi wa masoko ya samaki 6 na inaendelea na ukamilishaji wa taratibu za ununuzi wa meli nyingine 2 za uvuvi wa Bahari Kuu pamoja na ujenzi wa mialo 30 ya samaki. Taarifa ya kina inapatikana katika ukurasa wa 100 hadi 112 wa kitabu cha hotuba. Dawati la mitaji na uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha mazingira ya uwekezaji, kuchochea uzalishaji na kuongeza tija katika sekta za mifugo na uvuvi, wizara kupitia dawati la mitaji na uwekezaji imewaunganisha wadau wa sekta binafsi na taasisi za fedha. Katika mwaka 2025-26 wizara kwa kushirikiana na benki za CRDB, Equity Bank, NMB, TADB na TCB imewezesha upatikanaji wa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 698.14. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 417.69 zilitolewa kwa sekta ya uvuvi kwa wanufaika 27,214 na shilingi bilioni 280.45 zilitolewa kwa sekta ya mifugo kwa wanufaika 5,356. Utawala bora, jinsia na ukimwi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha utawala bora na utoaji wa huduma kwa wananchi, jumla ya watumishi 89 wameajiriwa, 76 wamepandishwa vyeo, 22 wamebadilishwa kada na 8 wameteuliwa katika nafasi mbalimbali za uongozi. Aidha, wizara imewezesha watumishi 113 kushiriki bonanza la michezo na mashindano ya Shimiwi ili kuimarisha afya zao na kupunguza magonjwa sugu yasiyoambukizwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka 2025-26 wizara ilihamasisha jumla ya watumishi 1041 kujikinga na VVU na ukimwi na magonjwa mengine sugu yasiyoambukizwa kwa kutoa vifaa kinga na kuhamasisha watumishi kupima afya zao kwa hiari, ambapo jumla ya watumishi 107 walihamasishwa na kupima afya zao kwa magonjwa sugu yasiyoambukizwa. Teknolojia ya habari na mawasiliano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-26 wizara imeendelea kusimamia na kuhakikisha mifumo ya tehama ya wizara inatoa huduma bora kwa wananchi na inasomana na mifumo mingine ndani ya serikali. Taarifa zaidi inapatikana katika ukurasa wa 112 hadi 117 wa kitabu cha hotuba. Mpango wa bajeti kwa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa bajeti wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi fungu 99 kwa mwaka 2026-27 umeandaliwa kwa kuzingatia mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2026-27, Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 awamu ya 4 kwa kipindi cha 2026-27 hadi 2030-31, mpango kabambe wa kilimo 2050, mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-27, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, hotuba ya kuzindua bunge la 13 ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na malengo endelevu ya maendeleo ya mwaka 2030. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa bajeti wa wizara pia umezingatia programu ya kuendeleza sekta ya kilimo awamu ya pili, yani ASDP2, na mpango wa mabadiliko ya sekta ya mifugo kwa kipindi cha mwaka 2022-23 hadi 2026-27, mpango kabambe wa kuendeleza sekta ya uvuvi wa mwaka 2022-23 hadi 36-37, na programu ya kuendeleza kilimo na uvuvi ya mwaka 21-22
2026/27. Masuala mengine yaliyozingatiwa katika kuandaa mpango huo yanahusu sera za mifugo na uvuvi. Vipaumbele vya mpango: